baraka na neema. Saluti sana. Unajisikiaje pindi unapoona burudani ya mnyama inarejea tena? In short bwana, sisi tumeshakuwa kama walevi, lakini sio walevi wa pombe, walevi wa mpira. Na Simba Sports Club inapokuwa haichezi, in short mimi kama nanyongonyea. Lakini zaidi mashindano yanapokuja, mashindano ya kimataifa, ndio yani inaburudika maradufu na maradufu. Kwa hiyo niseme hapa shughuli imepata mwenyewe, na hii ni wiki ya heka heka, na tutajitahidi wiki hii ya heka heka kwenda huku na huku kwa ajili ya kuhamasisha watu ili waje Benjamin Mkapa. Unaburudika wakati unaliona kundi lilivyo? Of course, yale ni mashindano ya CAF Champions League. Kila timu tunayoiona humo ina kama heavyweight fulani, lakini ni timu ambazo zote ni ambazo ni kubwa. Na haya mashindano hatutaki kufanya makosa. Takribani miaka 7 tumezoea kuingia makundi na robo finali katika mashindano haya ya CAF Champions League. Tunataka tupige hatua zaidi, kwa maana kwamba tarehe 23 tuna mpinzani mgumu, Petro Atletico de Luanda. Watu wengi hawamjui huyu Petro Atletico de Luanda. Ni timu ambayo ni heavyweight tunasema ni heavyweight kwa ukanda wa kusini kama sijakosea, na Angola ndio timu ambayo yenye msuli mkubwa. Kwa hiyo timu ambayo imebeba hatima ya nchi, usichukulie poa. Ni the same na Stade Malien ya Mali, tunaona kama ndo underdog, yani tunaona kama ndo mnyonge, lakini kwa huyo bado ni imebeba hatima ya nchi. Kwa hiyo katika mashindano haya ni kila mmoja anapata dozi kutokana na ugonjwa wake. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi. Yes, msiwe na wasiwasi. Hii ni Simba brother, mfalme wa nyika, anaangamiza, anaua. Huu ni uwanja wa Benjamin Mkapa, uwanja ambao umefanya Simba yasiyowezekana yakawezekana, yasiyotarajiwa yakatarajiwa, usiyoyaamini ukayaamini. Benjamin Mkapa hiyo. Kwa hiyo wala watu wasiwe na wasiwasi. Bwana, mtajaza, pengine mngeenda Amani uwanja mdogo mngejaza, hapa mtajaza. Benjamin Mkapa ni uwanja wa kihistoria kwa Simba Sports Club. Tumefanya mengi sana Benjamin Mkapa. Historia ya kwanza baada ya miaka mingi kuto kufika makundi na kwenda robo finali 2018 2019. Historia ilianza kutengenezwa pale 2018-19. AS Vita Club vs Simba Sports Club. AS Vita Club ya moto hapo. Namba 1 Nixon Lukongu, 2 Juma Shaban, 3 Ngonda Fredi Muzinga, 4 mtu mmoja anaitwa Makweke Kupe, 5 yani Kibanga la Litombo, 6 Nelson Munganga, 7 Twisila Kisinda, 8 Michael Wang, 9 Kazadu Kasengu, 10 Fabrice Luamba Ngoma, 11 Makusu Munde. Hiyo AS Vita ya moto. Simba Sports Club akaweka historia ya kutoka makundi kwenda robo finali. Lakini sio hivyo tu, hiyo akaweka historia ya kutoka hatua za awali kuingia hatua za makundi alivyotoa Nkana Red Devil. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida tu kwa Simba Sports Club. Kwa hiyo watu wasio na wasiwasi. Kikubwa Simba Sports Club, mashabiki tunahitaji mashabiki wengi sana katika hii mechi, kwa maana kwamba mtaji mkubwa wa ushindi huu ni watu. Tunahitaji watu na sio watu waje tu kukaa, waje kushangilia. Tunahitaji hii mechi. Hapo kwenye kuhitaji watu, semaji aliwatangazia bure, lakini tumeona mmeimba mnamtaki. Ni msiba peke yake, na mimi nitakuwa mtu wa kwanza. Ni msiba peke yake siku ambayo Simba wakitangaza mechi ya bure. Nitakuwa mtu wa kwanza kuhamasisha watu wasiende uwanjani kama watu wataambiwa ni bure. Yani watu bure, na hamasisha watu wasiende. Kwa nini? Klabu inapoitwa klabu ina mambo mengi. Kwanza klabu inahitaji mapato, na katika mapato kuna kitu kinaitwa gate collection, ni moja kati ya mapato. Mkutano wa mwaka, kwa mfano Simba Sports Club tuna mkutano tarehe 30, si ndio? Tuna mkutano tarehe 30. Katika huo mkutano tunahitaji nini? Kusomewa budget. Sasa sisi sio mapato na matumizi bwana. Sisi katika kiingilio gate collection ilitoka bei kadhaa, lakini sisi tunaenda kwa uwazi. Sio timu zingine zinatolewa meno, zinapewa nyama zitafune. Yani kwamba mnaambiwa tumezindua soka school alafu timu haina uwanja. Tumezindua soka school alafu mtu anapigwa $600,000 kwa mwezi. Hivi wewe kweli, yani ukikaa tu hivi kweli inawezekana? Alafu tu mfano tu
advertise unaenda tu pale na ukuta watoto wa washua, watoto wa vibopa. Sasa unajiuliza mbona hapa sioni level yetu wa mpeche, mbona hatuwaoni? Kwa hiyo Simba Sports Club ni timu ambayo tunaona ni kubwa, inaendana kikubwa. Hatutaki mambo ya bure, na mimi nilikuwa ni mtu wa kwanza kabisa kuvuma sauti kwamba sisi hatutaki bure, sisi sio mashabiki wa bure. Ni wapi peke yake unaenda bure? Ni msibani peke yake, na hata msibani ukienda yani salamu ndo bure. Naona hata msibani ukienda kuna rambirambi, utaona uso umeumbwa na aibu. Jamani, nimpe mtu akanunue sanda, nimpe mtu aende gharama ya usafiri. Kwa hiyo ni salamu tu ndio ina bure, ulipii tu, unamsalimia mtu basi. Ila masuala ya mpira ni starehe, ni gharama. Bwana, mtani kaenda Zanzibar, unazungumziaje? Anatoboa kwanza kwenye ile kundi lake? Ni ukweli usiopingika, na nitaongea kwa sauti pana jinsi kundi lile lilivyopangwa, mpaka nikawa nasema hawa wakafu walivyokuwa wanapanga au walikuwa wanapanga kuangalia na rank. Timu namba 1 Afrika, ligi namba 1 Afrika ni Egypt, kuna mpinzani kutoka Egypt pale Al Ahli. Ligi namba 2 Afrika ni Morocco, kuna mpinzani kutoka Morocco mle AS FAR Rabat. Ligi namba 3 Afrika ni Algeria, kuna mpinzani kutoka Algeria pa JS Kabylie. Ligi namba 4 ni Tanzania NBC, kuna mpinzani. Hivi kweli Waarabu wanasema falata akilun? Hivi kweli inahitaji hivi? Nyie mna akili? Inahitaji tukuambie kwamba nani anafuzu, wakati jinsi group lilivyojipanga tu tayari limeshaweka hatima kwamba nani anafuzu na nani afuzu. Mtani kwa kweli jinsi lilivyopangwa vile, yani ataongoza kundi kichwa chini miguu juu, yani ile kundi silipo hivi ataongoza, kama ukiligeuza hivi ndo ataongoza kundi. Lakini kwa mtani pale simuoni akifuzu. Hapana, kuna timu ambazo unasema zinakaa kwa mtego, ila Al Ahli jamadi, hivi kuna mtu ambaye siofahamu Al Ahli duniani ni club namba 2 yenye makombe mengi duniani ukimtoa Real Madrid. Kwa hiyo katika kila kundi huwa kuna timu ambayo kundi likishapangwa unasema huyu ndio favorite, alafu unasema huyu ndio mnyonge. Mfano kundi la Simba, unaona kabisa katika hili kundi Stade Malien hapa ni unaona kama ndo mnyonge huyu, ndo underdog, ndo natakiwa nichukue pointi 6, zikishindikana sala pointi 4. Lakini ukija ukiangalia kundi la mtani wangu, yani yeye ndio mnyonge sasa, yani wale AS FAR Rabat na JS Kabylie wenyewe sasa ndio wanagombania kwamba hapa tutapata pointi 6 au 4, yani home and away au 4. Kwa hiyo yeye ndio mnyonge. Yes, yeye ndio mnyonge katika kundi lake. Kwa hiyo simuoni bwana ndugu yangu ya kifuzu, na mimi binafsi wanasema Waarabu inna ahada kana mas'ula, ahadi ukitimiza, yani ukiahidi lazima utimize. Mimi sina uwezo wa mamilioni. Kama mtani wangu atafuzu hili kundi, media hii hesabuni tu Mike, mje kuchukua 50,000. Tuje kuchukua 50,000 mimi nina uwezo nao. Mimi siwezi nikaahidi milioni mimi sina. Kama 600,000 tu kumshawishi rafiki yangu ampeleke mtu kwenye kali, 300,000 hiyo nina uwezo nayo, ila kutoa milioni hiyo sina. Kama mtani wangu atafuzu lile kundi, na kwanza simuoni. Yani ni kama tutakuwa tunajifurahisha, simuoni. unacheza uwanjani. Basi mpira unacheza uwanjani. Lakini sasa ukiangalia yani ukija katika lake